Waliojaliwa macho na pua za kunusa mbali walinena, tembea uyaone. Kauli hii ilithibitishwa kwa vitendo tarehe 9 Juni mwaka 2025 pale ambapo wanafunzi wa shule sekondari Viwandani walipojitosa katika ziara maalum ya kimasomo kutoka jijini hapa hadi jiji adhimu la Tanga. Ardhi ya Tanga raha sana kama wanavyosema wenyeji. Safari hiyo ilibarikiwa rasmi na wazazi na viongozi wa kiserikali. Mkuu wa wilaya Dodoma, Mheshimiwa Alhaji Jabir Shikimweri, aliwatakia wanafunzi heri njema, huku akiwasilisha salamu kutoka kwa mbunge wa Dodoma mjini ambaye pia ni waziri wa madini, Mheshimiwa Anthony Mavunde. Lakini mwaka huu mnakwenda Tanga, na ndiko ninakotoka, kwa hiyo karibuni sana Tanga. Hakikisheni mnarejea wote. Ana kule kuzuri sana. Nasi pia tukizia Tanga bwana. Kwa hivyo karibuni sana Tanga. Ni sehemu nzuri, nina imani, ninaamini mtafurahia kufika na kujifunza mambo mengi. Tanga kuna asili ya mambo mengi sana. Ukiangalia kilimo biashara, unaangalia zao la mkonge. Tanga limetamalaki sana na sasa hivi limeingia kwenye chati. Tukizungumzia lango la uchumi la nchi, unakutana na bandari. Iko bandari ya Dar es Salaam, lakini sasa hivi serikali imefanya uwekezaji mkubwa kwenye bandari ya Tanga. Tukizungumzia viwanda, Tanga kulikuwa na viwanda vingi sana vya mkonge. Kwa hivyo mnakwenda sehemu nzuri, lakini kilimo cha matunda, mazao mengi matunda mtakuta mkoani Tanga. Lakini ni watu wakarimu sana, ni watu wanajua sana Kiswahili. Lakini pia mapango ya Amboni na maeneo mengine. Kwa hivyo mnakwenda sehemu nzuri. Nimefurahi ajenda ya kuangalia miradi mkakati. Iko mingi, nimesema bandari, lakini iko pia daraja la Pangani. Kwa hivyo mtaenda kujifunza mambo mengi. Imani yangu mtafanikiwa kufikia malengo ya ziara yenu ya kujifunza. Serikali imebadilisha mitaala ya elimu. Elimu ya amali pia inataka watu watoke kama hivi wajifunze. Kwa hiyo nawapongeza sana uongozi wa shule, mkuu wa shule, bodi, kamati ya wazazi kwa ubunifu huu ambao sasa unakuwa ni endelevu. Lazima tukiri mambo haya ya ziara za mafunzo tumezoea sana kwa shule za English medium, kwa shule binafsi. Kwa shule za serikali mwamko wake sio mkubwa. Lakini nyinyi Viwandani mnaonyesha mfano kwa mwaka wa pili mfululizo kifanya mambo haya. Kwa hivyo hongereni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini la pili na salamu za mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde kwamba anawasalimia sana wanafunzi hawa, maana imekuwa desturi yake mheshimiwa mbunge kuwaaga wanafunzi hawa wazalendo wanaojihusisha na kupinga rushwa, wanafunzi wa PCCB. Na leo hii tunaaga wanafunzi wa form 1, form 2 na form 3 ambao wanaenda mafunzo huko mkoani Tanga. Lakini la tatu, napenda kupongeza mkuu wetu wa wilaya Mheshimiwa Alhaji Jabir Shikimweri kwa ushirikiano wake wa karibu sana katika taasisi hii ya kupinga rushwa, maana amekuwa kipaumbele kwa kuanzisha hizi clubs kwenye mashule. Lakini tumeona mfano hii shule ya sekondari Viwandani wamekuwa kinara wa hili zoezi, maana yake wamejitahidi sana kuwaweka karibu wanafunzi. Hii wameimarisha sana hii club, na sasa mwaka wa pili mfululizo wanaenda kwenye mafunzo na hao wanafunzi. Na mwaka jana tuliwaaga hapa katika ofisi za mkuu wa wilaya hapa, walienda Bagamoyo na Dar es Salaam. Lakini mwaka huu tena tarehe ya leo tunawaaga wanaelekea mkoani Tanga kimafunzo. Mimi kwa kweli nipende kuwashukuru, lakini pia nipende kushukuru ofisi ya TAKUKURU mkoa kwa ushirikiano pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya kuwajenga hawa wanafunzi na kuwaweka karibu na kuwafanya kuwa wazalendo wa nchi hii. Tunajua Mheshimiwa Rais amefanya vitu vikubwa katika nchi hii. Ameweka miundombinu, kwa hiyo tunawaasa wanafunzi wetu wakaende kujifunza
salama, warudi salama, kwa kuwa mambo yote yamewekwa salama katika nchi. Kwa majina naitwa Mwalimu Esther Mchimba, mkuu wa shule ya sekondari Viwandani. Watoto wetu leo wana safari ya kwenda ziara ya kimasomo ya kitaaluma mkoani Tanga. Katika ziara hiyo wanakusudia kupita katika maeneo mbalimbali kwa lengo la kujifunza. Na sisi kama shule tumetoa baraka zote kwa ajili ya safari hii. Naamini kwamba wakienda huko wataenda kujifunza mambo mengi. Watapita katika daraja la Wami wakielekea Tanga, wataenda mji wa Tanga, wataenda bandari ya Tanga, lakini wataenda mji wa kihistoria wa Pangani. Wataona kazi kubwa na miradi mikubwa ambayo ameifanya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kujenga daraja la Pangani, lakini watatembelea kiwanda cha maziwa ya Tanga Fresh. Kwa maeneo mengi watatembelea, na katika maeneo yote hayo watajifunza mambo mbalimbali ambayo wanayasoma katika masomo yao, lakini pia wanajifunza kwa vitendo. Asubuhi ya kwanza mjini Tanga ilianza kwa neema na afya. Safari ya elimu ilielekezwa moja kwa moja kiwanda cha Tanga Fresh. Mapokezi yalikuwa ya heshima kuu. Wanafunzi walipata fursa ya kujifunza historia na teknolojia ya uzalishaji wa bidhaa za maziwa. Kuna sehemu ambayo ni ya kuchemshia maziwa, ndio kwenye pasteurizer pale mnapopaona pale kwenye sehemu kuna mashine, umeona ambayo katikati pa. Alafu akishachemsha maziwa moja kwa moja yanaenda kule juu kwenye matenki. Yakishaenda kule juu kwenye matenki yanashuka moja kwa moja mpaka kwenye mashine zile mlizokuwa mnaziona. Na kwenye zile mashine kuna rola kule nyuma, rola mviringiko ule. Alafu moja kwa moja ile rola linakuwa linashonwa na mashine au operator anashona. Umeona? Akishashona pale, hiyo una seti milzi kama 500 ama milzi 250. Kisha seti hapo ndio sasa ndio unaanza sasa kuruhusu sasa maziwa unaanza kupenki. Ndio kama vile mnavyoona maziwa mtindi pale, yale maziwa mtindi tayari yameshakusha kuganda, yanaganda masaa mangapi? 16. Na sio hivyo tu, waliburudika kwa ladha murua ya mtindi halisi kutokea Tanga. Bila kupoteza muda, msafara ulielekea kwenye mapango ya Amboni, hazina ya kihistoria na maumbile ya kushangaza. Eneo hili ambalo miaka 150 iliyopita lilikuwa bahari, linahifadhi michoro asili yenye umbo la misikiti, makanisa, sanamu na hata mashua, ikiwa ni ishara ya maumbile kushirikiana na historia katika njia isiyoelezeka. Wanafunzi walizama katika historia ya vituo mbalimbali ndani ya mapango hayo, hususan kituo cha kwanza kiitwacho Mzimu wa Mabavu. Elimu haikuishia kwenye macho tu, bali pia kwenye hisia na tafakari. Bahari ya Hindi na uzalendo wa kweli. Siku ya kwanza ilihitimishwa kwa upepo mwanana katika fukwe za Ras Kazon. Asubuhi iliyofuata iliyokutanisha wanafunzi na maafisa wa TAKUKURU walipowekewa misingi wa elimu dhidi ya rushwa, janga linalodhoofisha maendeleo ya vijana na taifa kwa ujumla. Mapambano dhidi ya rushwa hayana mwenyewe. Mapambano dhidi ya rushwa ni ya kila mtu, mkiwepo nyie. Hii binafsi na watumishi wenzangu na TAKUKURU kwa ujumla imetupa faraja kubwa mno kuona kwamba kumbe kuna jeshi kubwa ambalo linatuunga mkono. Tujipigie makofi hakika. Nina imani nyie ni jeshi jipya ambao mnatakiwa kujengwa ili kupambana na mapambano haya, na mmeonyesha nia. Ni kwa misingi hiyo sisi kama TAKUKURU, chombo chenye dhamana katika mapambano haya, tuna kila sababu ya kuwapa elimu kwa kiwango kile tunachoweza kuwapatia, na naamini mna shauku kubwa katika hilo, ndio maana mmeonyesha dalili hii. Ni kwa misingi hiyo basi nataka muifahamu TAKUKURU ili hatimaye muweze kujifunza mengi na mengi hata mtakaporudi kule mashuleni kwenu. Sisi tuna majukumu yafuatayo. Jukumu letu la kwanza ni kupokea taarifa za vitendo vya rushwa,
kuvifanyia uchunguzi kwa maana ya kukusanya ushahidi na kuthibitisha kwamba ni kweli au si kweli, lakini ikiwa ni kweli kuwafikisha wale watuhumiwa mahakamani baada ya kupeleka jalada la uchunguzi huo kwa mkurugenzi wa mashtaka nchini, anaitwa kwa kifupi DPP, Director of Public Prosecution. Hilo ni jukumu la kwanza. Jukumu la pili, sisi huwa tunashirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kufanya majukumu ya kubaini mianya ya rushwa kwa njia ya kitu kinaitwa uchambuzi wa mifumo, na tukisha baini huwa tunashauri namna ya kufanya na hatua za kuchukua ili kuziba mianya hiyo. Tumeelewana mpaka hapo Jukumu la tatu, sisi huwa tunafanya hiki tunachokifanya hapa, kwamba tunaelimisha na kuhamasisha jamii na umma kwa ujumla ili kwanza waunge mkono harakati za serikali katika mapambano na uzuiaji wa vitendo vya rushwa, lakini pia waelimishe wengine na waichukie rushwa, waione rushwa ni moja kati ya maadui ambao sasa hivi wanainyemelea nchi yetu. Kwetu ni ziara muhimu sana kwa sababu kule kwetu Dodoma tumekuwa tukiendesha midahalo mbalimbali na wanafunzi wetu hapa. Sasa hao wanafunzi wakatamani kujifunza nje ya pale. Tunaamini kabisa mafunzo walioyapata leo wanaenda kuwa mabalozi wazuri kwa wenzao na wataenda kufikisha kile ambacho mlichokikusudia. Tumekuja hapa TAKUKURU kwa elimu ambayo tumepata hapa, tunawapa hongera zenu kwa kuwa tumejifunza vitu vingi sana. Cha kwanza ni namna ya kujua viashiria vya rushwa, ambapo tunapata accountability na transparency. Hapo ukiwa kuna uwepo wa rushwa kunakuwa hamna accountability na transparency. Kwa ujumla, shukrani na pongezi nyingi ziwaendee viongozi wa TAKUKURU kwa hamasa yao ya ndani kwelikweli. Bandari ya Tanga ni moja ya roho muhimu zaidi katika taifa letu. Bandari ya Tanga ilikuwa ni kitu kingine cha elimu ya vitendo. Mitambo, meli na shughuli za kisasa zilioneshwa kwa kina, zikiimarisha ufundishaji wa mtaala wa vitendo shuleni. Hatimaye safari ilihitimishwa katika wilaya Pangani, ambapo historia ya ukoloni na utumwa ilifumbuliwa kwa macho ya sasa. Naitwa Sara Emmanuel, mwanafunzi wa shule ya Viwandani Secondary School, nasoma kidato cha pili. Kwa mimi hapa tumeenda kujifunza hapa Tanga kwenye pango la Amboni. Pango la Amboni ni vivutio vya watalii mbalimbali. Pango la Amboni ni vivutio vyenye viungo vya binadamu, michoro mbalimbali, kwa mfano mlima Kilimanjaro, ramani ya Tanzania na vitu vingine mbalimbali. Pango la Amboni ni nzuri sana kwa vivutio vya watalii. Mfano, kwenda kujifunza mambo ya kale, ya historia ya zamani, watu walikuwa wanaishi, vitu vilivyokuwa vinafanya watu waweze kuishi huko, kujificha, kufanya kazi zao mbalimbali. Mwisho wa safari ni mwanzo wa uzalendo mpya. Ziara hii haikuwa tu ya kutalii, bali ilikuwa chombo cha kuamsha fikra, kuimarisha mshikamano na kukuza ari ya uzalendo. Shukrani ziwaendee walimu, wazazi, serikali pamoja na uongozi wa shule sekondari Usagara kwa kuwa mwenyeji bora wa safari hii ya elimu na kumbukumbu. Asante wanafunzi wa Viwandani. Asante mkuu wa shule ya sekondari Viwandani. Asante mbunge wa jimbo la Dodoma. Asante sana Alhaji Jabiri Shikamweri, mkuu wa wilaya ya Dodoma. Asante TAKUKURU Dodoma na Tanga. Asante walimu, mmeupiga mwingi. Endeleeni kuwapa mafunzo ya vitendo na nadharia wanafunzi.